Mamlaka nchini Syria zinasisitiza kwamba hazitakuwa tishio kwa mtu yeyote katika eneo hilo, siku moja baada ya roketi mbili kurushwa kutoka Syria katika milima ya Golan ya Israel kwa mara ya kwanza katika zaidi ya mwaka mmoja. Jeshi la ulinzi la Israel lilisema lilijibu kwa kurusha mizinga kwenye chanzo cha roketi hizo takribani kilomita 12 kutoka mpaka na Israel. Jeshi pia lilifanya mfululizo wa mashambulizi ya anga katika eneo lote la kusini mwa Syria ambalo lilisema lililenga silaha za serikali. Televisheni ya taifa ya Syria iliripoti kwamba mashambulizi ya makombora ya Israel yalipiga eneo la magharibi mwa mkoa wa Daraa nchini Syria baada ya kurusha roketi, na hakukuwa na majeruhi yaliyoripotiwa kutokana na makombora hayo. Syria ililaani mashambulizi ya Israel kama ukiukwaji wa wazi wa uhuru wa Syria ambao unazidisha hali ya wasiwasi katika eneo hilo. Hata hivyo, wizara ya mambo ya nje ya Syria imesisitiza kuwa haijaleta na haitaleta tishio kwa upande wowote katika eneo hilo. Aidha, walikanusha kuhusika na ufyatuaji wa roketi na wamesema hawakuweza kuthibitisha kama roketi hizo zilirushwa kuelekea Israel, wakilaumu vikundi vingi vinavyojaribu kuvuruga eneo hilo. Tunatoa wito kwa jumuiya za kimataifa kuchukua majukumu yake katika kukomesha mashambulizi haya na kuunga mkono juhudi zinazolenga kurejesha usalama na utulivu kwa taifa la Syria na katika eneo la ukanda. Taarifa ya wizara ya mambo ya nje ya Syria ilieleza kundi linalojiita Mohammed Deif Brigade, lililopewa jina la kiongozi wa kijeshi wa Hamas aliyeuawa na shambulio la Israel huko Gaza mwaka uliopita, lilidai shambulio hilo katika chapisho kwenye Telegraph. Kundi hilo liliibuka kwa mara ya kwanza kwenye mitandao ya kijamii siku chache kabla, na kidogo kinajulikana kuhusu kundi hilo. Baada ya shambulizi hilo la roketi, waziri wa ulinzi wa Israel Israel Katz alisema katika taarifa yake kwamba Israel inamchukulia rais wa Syria ndiye aliyehusika moja kwa moja kwa kila tishio na urushaji wa roketi kuelekea katika taifa la Israel. Jibu kamili litakuja hivi karibuni, Katz alisema, na kuongeza kuwa Israel haitaruhusu kurudi kwa ukweli wa kabla ya Oktoba 7. Utawala wa Syria utawajibika kwa kile kinachotokea nchini Syria na utaendelea kubeba matokeo yake mradi tu shughuli za uhasama zinaendelea kutokea katika eneo lake, IDF ilisema katika taarifa. Matamshi ya Israel yanayoshikilia serikali ya Syria kuwajibika yanakuja licha ya Israel kusisitiza kuwa utawala huo mpya hauna jeshi katika eneo hilo na kuharibu kambi za kijeshi za Syria karibu na mpaka. Ilikuwa ni tahadhari ya kwanza katika Golan tangu kengele ya ndege isiyokuwa na rubani kutoka Iraq ilipolia hapo mnamo Novemba, na mara ya kwanza kurushwa kwa roketi kutoka Syria tangu Mei 5 mwaka 2024, miezi 7 kabla ya kundi la wanajihadi linaloongozwa na Sharaa kumwangusha rais wa nchi hiyo anayeungwa mkono na Iran, Bashar al-Assad. Wakati Marekani, ambapo hapo awali iliweka fadhila juu ya kichwa cha Sharaa, tangu wakati huo imemkumbatia na kuondoa vikwazo vya Assad kwa Syria, ambapo Israel imebakia hadharani kuficha licha kuripotiwa kutafuta uhusiano mzuri na utawala wa Sharaa. Hata hivyo, al-Sharaa aliwahi kunukuliwa akisema kwamba kufikia mwaka 2027 kutakuwa na uhusiano mzuri kati ya Syria pamoja na Israel, lakini wakati huu bado uhusiano umekuwa ni wa kuyumba sana, ambapo Israel mara kadhaa imekuwa ikifanya mashambulizi ya kutisha na kuharibu miundombinu ya silaha ndani ya taifa hilo la Syria. Mtazamaji, endelea kutufuatilia na usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia ujue yanayojiri ulimwenguni.